Kwa hiyo kaka yangu, kinitambua uwepo wa Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs in Kenya, Mahmoud Thabit, Mheshimiwa Balozi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo, Waziri wa Mipango na Uwekezaji kwenye ofisi yangu hapa Tanzania, na mawaziri wote na cabinet secretaries mlokuweko hapa kutoka Tanzania na Kenya. Lakini pia nitambue uwepo wa excellencies, captains of industry, entrepreneurs and distinguished guests. Lakini na wanahabari pia, ladies and gentlemen, good evening. Na heshima kubwa kusimama mbele yenu baada ya wote waliosema. Na nadhani hii ni fursa yangu ya kufunga kongamano hili au mkutano huu wa wafanyabiashara wa Tanzania na Kenya. Nakumbuka kama ilivyosemwa hapa kwamba tukio kama hili lifanyika miaka 5 iliyopita wakati nimefanya maiden state visit pale Kenya, few days baada ya kuwa rais wa Tanzania. Kwa hiyo kama walivyosema wengine, kuna haja sasa ya kwenda kila mwaka na makongamano ya aina hii. Ndugu zangu, kauli mbiu au the theme of this forum inasema unlocking private sector growth and investment, ambayo inakwenda vizuri na makusudi ya serikali zetu mbili au matakwa ya serikali zetu mbili ya kutumia nafasi au fursa zinazopatikana kwa private sector. Kwa sisi Tanzania tunajua sana umuhimu wa sekta binafsi au private sector, na ndio maana katika dira yetu Tanzania National Vision, Development Vision 2025-2050, tumesema implementation is going to be 22% by the government, 70% by the private sector, and only 8% by public enterprises. Kwa hiyo private sector is a main actor wakati tunatekeleza dira yetu ya 2050. So mkutano wa aina hii ni muhimu sana sana kwetu ku unlock opportunities ambazo tutafanya kazi pamoja na private sector, whether ya Tanzania, ya Kenya, ya East Africa, ya kokote duniani, lakini dira yetu itekelezeke hivyo. 70% kwa private sector. Wanasema kwa Kiingereza au niweze kuelezea uhusiano wetu wa Kenya na Tanzania, na mimi nasema Kenya na Tanzania we are joined at the hip, au pengine mguu mzima. And imagine a couple joined at the hip. Mkitaka kwenda mbio, mmoja anakwenda mbio, mmoja anazorota, mtaanguka. Mmoja akisema akae, mwingine hataki, atakaa kwa lazima, anataka au hataki. Vovote vile anavyofanya mmoja akiwa hataki, haitafanyikiwa. Sasa sisi Tanzania na Kenya tumeunganishwa at the hip au kwenye mguu, lazima twende pamoja, lazima twende pamoja. Hatuwezi kugawanywa. Tunagawanywa kwa mentality zetu, kwa fikra zetu, tunavyoangaliana, kwa choyo chetu, selfishness, lakini in reality na kwa maumbile ya Mungu sisi ni wamoja. Kwa hiyo hatuna budi kwenda hivyo tukiwa wamoja. Wakati nimetembelea Kenya mwaka 2021,
nilizungumza pale bungeni kwamba sisi Watanzania na Wakenya ni wamoja, na hata wanyama wetu wanajua hilo. Nikawapa mfano wa wildebeest kule Serengeti na Masai Mara. Wale wanyama they are traveling with no borders. Hawagongi pasipoti, hawalipi fees kwenye vikwazo, hawana chochote. Wanaingia Kenya, wanarudi Tanzania. Na nzuri zaidi, wale wanyama anabeba uhai ya ujauzito kwenye nchi moja, anakwenda kujifungua kwenye nchi nyingine kwa zile season zao. Sasa nikawauliza wabunge wa Kenya, mtoto wa wildebeest ana uraia gani? Uraia wa Kenya au wa Tanzania? Sababu ujauzito umebebwa huku lakini kazaliwa huku, ana uraia upi? Na you never know, inawezekana baba na mama si wote wa Tanzania, kule wakikutana kule kwenye heating system, inawezekana dume la Kenya ndio limepanda Tanzania. Sasa watoto wana uraia gani? Na hivyo ndivyo wa Kenya na Watanzania tulivyo. Hatuna budi, sisi ni watu wa ardhi moja, lakini ni watu wa destiny moja. Lakini yanayotokea haya ni kwa sababu ya selfishness, utandawazi, kusikiliza sana nje, mambo ya teknolojia, sijui mambo ya globalization, yanatugawagawa hapo katikati. Lakini ukienda kwa undani, leo tulikuwa tunafanya introduction kwenye mazungumzo yetu ya serikali, na katika introduction wakawa introduce magavana wawili wa provinces, wote wa Masai nadhani wale, lakini it happened wale pale. Lakini wale nilikutana nao kwenye msiba wa marehemu Mheshimiwa Lowassa, and they were crying sawa sawa na Wamasai wa Tanzania, na wanasema tumeondokewa na ndugu yetu. Sasa sema wameondokewa na ndugu yao, wao wametoka Kenya, Lowassa Mtanzania, lakini walikuwa wanalia kama Wamasai wengine pale kwenye msiba. Kwa hiyo watu ni wale wale, ukienda Mara kule wale watu ni wale wale. Kwa hiyo hata hapa tu coast, ukivuka Tanga kuingia Mombasa, watu ni samahani naomba maji. Watu ni wale wale. Asante. Begi pole pole. Kwa nasema watu wa Tanzania na Kenya ni wale wale. Hata jamaa zangu wa Kipemba Mbarawa yuko hapa. Kuna waziri anaitwa Mbarawa hapa, lakini Wabarawa ni wa Kenya na hawa ni Wapemba wale originate Kenya kule. Kwa watu ni wale wale. Hatuna haja ya kugawana, hatuna haja ya kushangilia maovu yanayotokea upande mmoja na upande wa pili wakashangilia. Sisi yanapotokea maovu Kenya ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi, sijui asubuhi mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tukaa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya,
Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa, na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu. Nilikuwa namsikiliza kaka yangu Mudavadi akisema anatamani kungekuwa na shirika la ndege la East Africa. Natamani kungekuwa na East African Harbors na nini. Natamani, jamani ndugu zangu, si alikuwepo? Our founders of the nations walituundia. Ikatokea nini? Wakaja wasomi, the educated. Tukafanyaje? Tukatafuta majustification na kila sababu tukavunja. Si kweli? Lakini baadaye tukaona we were wrong. Tukajiunda tena. And now this is a time of the learned. Akina sisi. Wale walikuwa educated, sisi learned. We learned from the past experiences. Si ndio? Kwa hiyo sasa the learned lazima tuhakikishe East Africa inasimama na inasimama tunavyotaka sisi na sio wanavyotaka wale. Tunavyotaka sisi na sio wanavyotaka wale. Tuna mengi ya kufanya na kufanya East African community ni community kubwa ya kiuchumi inayojielewa, inayoweza kusimama yenyewe. Tuna mengi ya kufanya. Ndugu wangu Ruto amecite some few example hapa, lakini tuna mengi ya kufanya ambayo yanaweza akatufikisha pahali pazuri na East Africa ikawa ndio community au jumuiya ya kutegemewa na inayoheshimika duniani. Ndugu zangu, nimepangwa nizungumze mwisho ili nifunge mjadala huu. Yote yanayohusu mkutano wetu leo, kukuza biashara, kuondoa vikwazo, kukuza chumi zetu, GDP na mengineyo, yameshaelezwa na yameelezwa kwa takwimu, na takwimu au statistics hazisemi uongo. Hali halisi wote tumeiona. Lakini Mheshimiwa Rais Ruto naye alieleza tuliyoyazungumza toka asubuhi na mambo ambayo tumejipanga kufanya ili kufanya nchi zetu mbili tuende to facilitate development haraka, iwe ya uwekezaji, iwe ya biashara, iwe yoyote ile, lakini iende haraka. Kubwa hapa ni ujenzi wa miundombinu au infrastructure development ambayo nchi zote mbili tumejidhatiti kuendelea kufanya ili kurahisisha ufanyaji wa biashara na uwekezaji ndani yetu. Lakini nataka nitumie fursa hii niwahakikishie mambo mawili kwa upande wa Tanzania. La kwanza, hichi kilichokuwa launched leo hapa, hii platform ya Joint Tanzania Kenya Business Council ambayo imekuja na mafanikio makubwa sana, na wenzangu wamesema hapa kwamba isiwe inafanyika tu wakati wa state visits za maraisi na watu wakubwa, lakini iwe ni regular platform ambayo kila mwaka tunakutana. Nataka niwahakikishie Tanzania tuko tayari kwa hilo na tutakuwa tayari kuhost kama serikali tutahost jambo hili. Lakini la pili ni kuzifanya kamati zetu za hizi joint trading committees za nchi mbili kukaa kila baada ya muda kuhakikisha wana monitor changamoto zote za kibiashara na changamoto za uwekezaji zinachukuliwa hatua kwa haraka, au kuzuia zisitokee kwa kuchukua hatua haraka, au zinapotokea
zifanywe kazi kwa haraka ili tusidisturb ule mnyororo wa thamani au value chain ya investment na mambo ya trading ndani ya nchi zetu mbili. Kwa sisi Tanzania tunahakikisha hilo, na niseme tuko tayari kufanya kazi kwa karibu zaidi na business community za nchi zetu mbili, lakini pia ya East Africa. To our captains of trading and industry, serikali yenu kama nilivyosema, tutachukua hatua zote kuhakikisha mnafanya kazi zenu vyema. Tutaondosha barriers kama tulivyosema hapa. Tumejipa ambitious target by May, sijui, lakini tukishindwa by June tutakuwa tumezimaliza zote. Lakini pia tutarekebisha sheria zetu pale pote sheria kwenye utata. Will make sure our laws are abiding with the nature of our trading and investment within our two countries. Lakini pia tutajenga infrastructure inayohitajika. Amesema Rais Ruto, reli, barabara, infrastructure za kwenye Great Lakes kule tutajenga ili biashara iweze kuflow vizuri. Kazi yenu kwenu kama wafanyabiashara ni kuongeza thamani, kutengeneza ajira, kulipa kodi inavyostahiki. Narudia, kulipa kodi inavyostahiki, kwa sababu kodi zenu ndio zitatufanya tufanye marekebisho mnayoyataka kwa haraka. Kwa wafanya biashara wa Kenya ambao wameinvest Tanzania, KCB, Equity, Bidco, Kenya Airways na nyingine nyingi ambazo zimeweka hapa, tunawashukuru kwa kututengenezea ajira kwa vijana wetu, kulipa kodi na kutusaidia kwenye maendeleo. Asanteni sana. Na kwa Watanzania, kampuni za Tanzania ambazo zimekwenda kuwekeza Kenya, the Amsons Group with Landmark Bamburi Cement Acquisition, Taifa Gas, kakaangu Rostam, Bahresa, Mohamed Enterprises, Azam and others, mmebeba bendera ya Tanzania kule. Naomba muinyanyue juu bendera ya Tanzania, na msiende kufanya chochote kile kinyume na sheria za kule, ili tufanye biashara, tufanye kazi kwa vizuri zaidi. Ndugu zangu, kesho Rais Ruto atakwenda kulihutubia bunge la Tanzania na wanamsubiri kwa hamu. Lakini nimwahakikishie tu kwamba atakaporejea nyumbani hatorudi tu na documents ambazo tumezungumza hapa na tuka exchange mikataba, makubaliano na nini, lakini atarudi na commitment, my government and my people's commitment to work together with our sisters and brothers in Kenya. Our doors are open. My own phone is open and you know it. Sometimes ukinikosa unasema dada chukua simu. Sasa nitajitahidi nikikuta message dada chukua simu, nitachukua simu. Ruto hajui Kiswahili. Ukiniambia dada chukua simu, niichukue ilipo nishike mkononi hivi. Kwa hiyo my people are also ready to work with people of Kenya. Tutafanya kazi pamoja kwa uaminifu, kwa heshima, kwa upendo na spirit ya brotherhood, undugu ndani yake. Sisi, we are not competitors, we are partners, we are family. Kama nilivyosema, tuchukulie Kenya na Tanzania kama kiumbe chenye miguu mitatu. Sasa kwenye miguu mitatu lazima vichwa viwili vifate amri hii moja. Haiwezi kichwa kikakaidi miguu inavyotaka, tutaanguka.
na ikianguka Kenya tumeanguka wote, ikianguka Tanzania tumeanguka wote. We have seen what happened to Vunja East African Community, tukawa kila mtu na lwake. Yametokea mambo gani? Mpaka sasa hivi tumerudi kujiunga, na kama serikali mbili tumejiunga, sasa tunaona levels of trade zinavyokuwa na investment, na maendeleo yetu pia kama nchi yanaenda vizuri. Sasa Waswahili wa kwetu huko wanasema penye nia pana njia. Oh, where there is a will there is a way, and we have the will. Now we must carve out the way. The MOUs have been signed, na ni matumaini yetu kwamba we'll stop rhetorics and start acting, start implementing what we have agreed. Hayo ndio matumaini yetu. Niseme tena, to our Kenyan brothers and sisters, we are joined at the hip. Let us walk together. Hakuna njia ya kugawana, let us walk together. Baada ya kusema hayo, sasa nifanye kazi niliyotakiwa kufanya, nayo ni kutamka rasmi kwamba Tanzania Kenya Business and Investment Forum 2026 now officially closed. We are waiting for the one in 2027. Trade. Our bilateral trade remains strong and steadily growing, reaching 860 million shillings in 2025, a slight reduction from 950 million US dollars in 2024, with near balanced flows on both sides. These numbers reflect deepening complementarities and expanding value chains between our two economies. Let me expound on this. We lost a bit of trade, close to $100 million between 2024 and 2025 because of non-tariff barriers. And I am very happy that in this meeting, business people from across the divide are speaking from the same script. Listening to Paul Russo, listening to Heather of Amazons, listening to my good friend from Taifa Gas, my good friend Aziz, they are speaking a common language, a language of East Africa. The reason why we are losing trade, we should have crossed by now the $1 billion mark. But instead of making progress, we are making progress in the opposite direction. And it is because there are some people, bureaucrats at the borders, who are erecting roadblocks and creating barriers to our businessmen and women, and reducing the trade between our countries. I want to tell us that it is said you cannot share poverty, but you can share wealth. We must allow our business people to create wealth because we have an opportunity to share what we have. We cannot share what we don't have. And it is very important, and it is the reason why I have undertaken this state visit
on the invitation of my sister, President Samia Suluhu, not because I lack something to do in Kenya, not because I am a tourist, na sijakuja hapa matembezi. I have come here because we have serious business between our two countries and we share a common destiny. And I like the statements that have been made here. We want to recalibrate our relationship. We want to re-engineer our engagement because, as has been said here, Kenyans are not enemies of Tanzanians, and Tanzanians are not enemies of Kenyans.